Habari yako msamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnupa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zako chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja au masaa kadhaa yamepita toka kutangazwa kwa kiongozi mpya wa nchi ya Iran anayejulikana kwa jina la Mujtaba Hussein Ali Khamenei, ambaye actually ni mtoto wa aliyekuwa kiongozi wa nchi ya Iran Ali Khamenei. Kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei maana yake kunatupa taswira kubwa ya uhai wa siasa ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba Mujtaba Ali Khamenei alikuwa hajafikia katika daraja ya juu ya kuitwa Ayatullah, ambayo inazingatiwa ni moja katika daraja ya kielimu na athari ambayo huwa inatokana na mtu katika wafuasi wa madhehebu ya Kishia, ambayo actually licha ya kuwa ni mwalimu katika daraja ya juu, maanake katika level ya juu kabisa ya wanafunzi wanaotoka katika vyuo inayopatikana pale katika mji wa Qum ndani ya nchi ya Iran, ambayo inazingatiwa ni mji wa kielimu katika miji ambayo inapatikana katika nchi ya Iran, lakini halikuwa bado hajafikia katika level hiyo ya juu ya kuitwa Ayatollah. Sasa kuchaguliwa kwake maanake kama tulivyosema kwamba kuna ashiria mambo mengi. Cha kwanza kabisa kuna ashiria kumbukumbu ya Ali Khamenei, kuzingatia kwamba hata Ali Khamenei alipochaguliwa kwenye mwaka 89 kuchukua nafasi hiyo, naye hakuwa amefikia katika hatua hiyo ya awali ya kuitwa kama ni Ayatollah. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, maamuzi haya ya kuchaguliwa Mujtaba Ali Khamenei ni maamuzi ambayo actually yanaashiria wazi ushawishi wa jeshi la nchi ya Iran katika siasa za nchi ya Iran, kwa maana kwamba Iran Revolutionary Guard Corps, kwa kuzingatia kwamba mwaka 87 akiwa na umri miaka 17 ndio kwa mara ya kwanza Mujtaba Ali Khamenei alijiunga na sehemu ya jeshi la IRGC na akashiriki katika vita vya Iraq ambao vilipigana kwa takriban miaka 8 baina ya nchi ya Iran na nchi ya Iraq, akiwa katika battalion inayojulikana kama Habib Battalion. Kwa hivyo kwa kuzingatia kipindi ambacho ameingia IRGC kwenye mwaka 87 mpaka hivi sasa, maana yake ni kwamba watu wengi walioshirikiana nao katika kipindi hicho, maana yake hivi sasa ndio watu wenye maamuzi ndani ya nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ukiachilia mbali ushawishi wa IRGC, kile ambacho tumejaribu kukitazama vile vile ni kwa kuzingatia pia nidhamu ya Kiislamu, kwamba anapokuwa ameuliwa mtu maana yake ni kwamba ndugu au jamaa wa yule aliyeuliwa wanabeba haki zaidi ya kulipiza kisasi, na ukizingatia kwamba maandamano mengi yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Iran yakihitaji kilipo kisasi kwa kuuliwa kwa Ali Khamenei, maana yake ni kwamba Mujtaba Ali Khamenei anabeba haki zaidi ya kuweza kusimamia operation hiyo. Na hili limeweza kuonekana toka tu alipochaguliwa Mujtaba Ali Khamenei kwamba ndio supreme leader, kama ndio kiongozi wa juu wa nchi ya Iran. Mashambulizi yaliyofanyika kuanzia usiku wa jana haijawahi kushuhudiwa toka operation iliyoanza ya mgogoro huu kutoka katika upande wa nchi Iran. Manake katika siku ya jana tumeona mashambulizi makali yamefanyika, kwanza katika nchi ya Bahrain katika sehemu ya depot zake za mafuta, kwa kuzingatia kwamba ile bezi au ile idara ya wanamaji ya nchi ya Marekani, kwa maana ile jeshi la wanamaji la nchi ya Marekani mara nyingi huwa linategemea depot za nchi ya Bahrain katika ujazaji wake wa mafuta. Kwa hivyo mashambulizi yaliyofanyika jana katika ile bezi katika zile depot za nchi ya Bahrain maana yake ni mashambulizi makubwa. Lakini vile vile tumeshuhudia mashambulizi makubwa yakifanyika vile vile katika nchi ya Israel, kwa maana kwamba ripoti za mashambulizi katika miji kama ya Rishon LeZion, katika miji kama ya Tel Aviv, katika miji kama ya upande wa kaskazini, miji kama ya Kiryat Shimona, lakini vile vile sehemu kama za Haifa, maana yake mashambulizi yamekuwa ni mengi ambayo yamepelekea vile vile kukatika kwa umeme kwa sehemu kubwa sana ya nchi ya Israel, ambapo ziko reports zinazoonyesha kwamba ilikuwa ni hacking, ni athari ya kufanywa hacking katika mifumo au
kuingiliwa mifumo ya umeme ya nchi ya Israel. Lakini vile vile ripoti nyingine zinaonyesha ni athari ya mashambulizi yaliyofanyika katika siku ya jana imepelekea sehemu kubwa ya nchi ya Israel kukosa umeme. Ukiachilia mbali hapo, vile vile mashambulizi makubwa yamefanyika katika Al-Khudair base inayopatikana kule Kuwait, ambayo ni base muhimu ya nchi ya Marekani katika upande wa zile tunasema ni helicopter ambazo huwa zinatumiwa na jeshi la Marekani. Lakini ukiachilia mbali mashambulizi hayo ambayo yamefanyika makubwa toka amechaguliwa Mujtaba Ali Khamenei, maana yake tumeshuhudia pia mabadiliko katika mfumo wa nchi ya Marekani katika uwepo wa maafisa wake katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba leo asubuhi imetolewa order na ya jeshi la au na serikali ya nchi ya Marekani ambayo tunasema ni mandatory evacuation order, ni ile amri ya ulazima kwamba afisa yeyote ambaye hakuna dharura yeye kuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake anatakiwa aondoke katika eneo la Mashariki ya Kati. Na amri hii maana yake imeambatana na kuondolewa kwa zile tunasema ni aircraft tankers, yani zile ndege ambazo huwa zinabeba mafuta na kisha zinaenda kujaza katika ndege zingine zikiwa ziko angani. Maana yake zimelazimika ziweze kuondolewa katika eneo la Prince Sultan base au ile base inayopatikana katika nchi ya Saudi Arabia. Nafikiri unaweza ukaona situation kwamba ni nzito kwa kiwango gani. Lakini vile vile wanajeshi wa nchi ya Marekani wamewekewa zuio kwamba hawatakiwi kuenda umbali mrefu kiasi cha kukaribia katika mipaka ya nchi kama ya Yemen. Ukiachilia mbali hapo, vile vile amri hii inawahusu hata maafisa wa diplomasia, maana yake sehemu za balozi, na wanalazimika vile vile waweze kuondoka. Ukiachilia mbali hapo, maana yake zile tankers katika upande wa meli ambazo bebe zinabeba mafuta ambazo nyingi zinapatikana katika eneo la Arabian Sea, kwa maana kwamba upande wa kusini mwa nchi ya Oman, nyingi zimelazimika ziondoke aidha kuelekea katika upande wa katikati ya bahari ya Hindi au kuelekea katika upande wa Red Sea, zikitaraji kwamba zinaweza zikajaza mafuta katika sehemu ya bomba la mafuta la nchi ya Saudi Arabia inayojulikana kama Yanbi Pipeline, ambalo kawaida wao lina operate katika upande wa kule katika bahari Nyekundu katika upande wa Red Sea. Lakini vile vile amri hii ya nchi ya Marekani haikuathiri tu eneo la Mashariki ya Kati, imeendelea kuathiri mpaka katika sehemu za kusini mwa Uturuki katika mji wa Adena. Kuna base ya nchi ya Marekani katika eneo lile, vile vile imetolewa evacuation order kwamba watu wanatakiwa waondoke. Kwa ina maana kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei kumeleta symbol au umeleta alama ya kwamba huu ni wakati wa kuweza kulipiza kisasi, lakini vile vile kumeleta alama ya kwamba ikiwa Marekani na Israel walikuwa wamekusudia kwamba hawahitaji jina la Khamenei liendelee kutajwa katika ulimwengu wa siasa, basi kumrudisha kwa Mujtaba Ali Khamenei maana yake ni kuendelea kuonyesha upinzani ya kwamba jina la Ali Khamenei au jina la Khamenei litaendelea kutajwa, huenda likaendelea kutajwa kwa muda mrefu katika siasa za ulimwengu, lakini vile vile katika siasa hasa za nchi ya Iran. Ukiachilia mbali hapo, kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei ni jambo ambalo tunaliona kwamba linaweza likaleta jambo ambalo Marekani na Israel walikuwa hawalihitaji, nalo si lingine bali ni Iran kufikia katika daraja ya kuwa ni silaha za nyuklia. Katika siku za karibuni, siku mbili siku tatu nyuma, tumeendelea kushuhudia mashambulizi makali kutoka katika nchi ya Marekani na Israel yakitarget katika sehemu kama za Bushehr, ambayo ni sehemu ya manake inafanyika shughuli zile za kinyuklia, lakini vile vile katika sehemu za Isfahan, kiasi cha kuhofisha kwamba huenda kuna radiation au kuna mionzi inaweza kutoka katika sehemu ya Isfahan. Lakini kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei maana yake ni kwamba sehemu ya kiwango cha nyuklia ambacho Iran walikuwa nacho takriban kama kilo 440 takriban, maana yake ni kiwango ambacho kinaweza kikaifanya Iran iweze kutengeneza silaha za nyuklia iwapo Mujtaba Ali Khamenei atatoa amri hiyo, na hili ni jambo ambalo linategemewa zaidi. Ndio maana IRGC walikuwa wakilazimisha au wakitia msitizo kwamba lazima Mujtaba Ali Khamenei aweze kuchaguliwa, kwa kuzingatia kwamba ni katika watu ambao misimamo yao inajulikana kwamba ni misimamo migumu. Kwa hivyo kwa kuzingatia kwamba kazi kubwa Irani ya urutubishaji wa nyuklia katika nchi ya Irani ilikuwa imeshafanyika kwa takriban
takriban 90%. Kwa kuzingatia zile stage zote za awali imeshaoka kutoka katika tunasema ile iron, ile uranium ore, kwa maana kwamba yale mawe tu ya au madini ya uranium huweza kutolewa katika sehemu za ardhi, kwenda katika stage ya pili ya kuibadilisha kuwa yellow cake, kwenda katika stage ya tatu kubadilisha kuwa uranium hexafluoride. Maana yake stage ile imebakia ilikuwa ni stage ndogo tu ya kuwa na kama kutumia kitu kama magnesium na mfano wake ili kuchanganya na ile sehemu ya hydrogen hexafluoride, mwisho wa siku uweze kufikia katika grade ya mwisho ya kuwa na level ya juu ya enrichment au ya urutubishaji ambao unaweza kutumika katika silaha za nyuklia, ambao bila shaka kwa stage hiyo ilikuwa inahitaji tu wiki moja au wiki mbili kuweza kufikia, lakini vile vile haihitaji yani ile complex process tunasema zile hatua labda tata sana za kuweza kufikia katika level hii. Ni jambo ambalo wa Irani bila shaka walikuwa wanaweza kulifikia. Kwa hivyo kuchaguliwa kwa Mojtaba Ali Khamenei vile vile tuna shaka kwamba inaweza ikapelekea lile jambo ambalo Marekani na Israel walikuwa wakikwepa kwa muda mrefu, basi Irani wakaweza kutangaza moja kwa moja kwamba sasa wameamua kulifikia kwa ajili ya ulinzi wa nchi yao. Kwa hiyo bila shaka kuchaguliwa kwa Mojtaba Ali Khamenei ni jambo ambalo linaweza likabeba taswira kubwa ya uhai wa siasa ya nchi ya Iran, lakini vile vile namna gani Iran inataka itafsirike katika ulimwengu wa siasa, ya kwamba Irani ni kitu gani au ni nchi gani na mwenendo wake wa siasa ukoje, kwa maana kwamba unategemea zaidi nguvu yake ndani na sio ushawishi kutoka katika nchi yote ambayo iko nje ya mipaka ya Iran au eneo lolote ambalo liko nje ya mipaka ya Iran. Kwa hivyo bila shaka tuna nafasi ya kuendelea kushuhudia mwenendo wa jambo hili kwa kuzingatia kwamba kwa hivi sasa hata mashambulizi mengi ya nchi ya Marekani yatakuwa ni yale tunasema ni standoff attacks, ni yale mashambulizi ya mbali, kwa kuzingatia kwamba zile ndege kama za KC-135 au KC-46 ambazo ndio zile ambazo huwa zinajaza mafuta, mara nyingi ni kwamba zitakuwa zinachukua mafuta labda kutoka katika upande wa sehemu kama ya Israel au kuchukua mafuta kutoka katika sehemu kama ya upande kule wa Yanbi, na kisha baadaye kuelekea katika sehemu kama za bahari ya Hindi na maeneo mengine ambayo kwa ni mbali na eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda mchache ujao au siku kadhaa zijazo tutapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ya baada ya kuchaguliwa kwa Mojtaba Ali Khamenei kuwa ni kiongozi wa nchi ya Iran. Kwa hiyo nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na comment. Uwe na muda mwema.